Hatua ya tatu kati ya uhai na kifo ipo. Hii inaeleza seli zako zina ufahamu. Sayansi inathibitisha kifo sio mwisho. Kifo ni mwanzo wa jambo jipya, jambo lisilotarajiwa. Tunaamini kwamba tunazaliwa, tunaishi na tunakufa mwisho. Lakini ukiendelea kunisikiliza, nitakuthibitishia kwamba kifo sio mwisho. Na huko mwisho tutadokeza pole pole. Miili yetu ni kusanyiko la seli nyingi hai zinazofanya kazi pamoja. Jambo hili ndilo tunaliita uhai. Tunaamini kwamba baada ya kufa, seli za marehemu hujikusanya na kutengeneza kitu kingine, kitu kipya. Tunaamini kwamba seli hubeba ufahamu. Mwili umekufa, hakuna kinachofanyika, lakini seli za kufanya maamuzi na kutatua matatizo ziko hai. Seli ya akili timamu, seli ya ufahamu haifi. Siku zote tunajifunza kufanya kinachofanywa na seli. Na siku tukiweza, mwisho wa matatizo yote utafikiwa na tutaweza kushirikiana nazo. Tutakuwa watu wenye akili sana. Mwisho wa ujinga. Polepole bila haraka yuko udongoni. Hesabu zinaniambia kifo sio mwisho. Tayari seli zimegawanyika kutengeneza kitu kipya. Kitu hiki kipya kinafikiri nini kuhusu kuheshimu kiapo? Ama kiapo ni maneno tu kuelekea cheo? Lakini ni upi mtazamo wa seli hii mpya? Inaamini ilikosea au ilikuwa sahihi? Wengine tulipouona mwanzo wa harakati zile, tangu akiwa kubwa, tulifahamu mwisho wake na tulitahadharisha. Harakati hizi unazifanya kizembe sana. Seli hii mpya itamweleza nini kanali? Ni dhahiri hasira zake na matamshi hayakuwa na msaada wowote katika kupatikana kwayo, kwamba hasira na mkwala viliongeza hasira zaidi. Polepole bila haraka akapotea mazima. Kitu hiki kipya sasa kinafahamu viongozi hula kiapo kama ishara ya kisheria, kimaadili na kijamii ya kukubali majukumu makubwa wanayopewa. Kiapo ni zaidi ya maneno, ni mkataba baina ya kiongozi na watu wanaowaongoza. Kiapo hukufanya uwajibike kisheria na kimaadili ikiwa utakiuka makubaliano hayo. Kiapo hulenga kulinda katiba. Kiapo hufanyika hadharani. Hii hudhihirisha kuwa kiongozi amekubali kuwatumikia wengi kwa maslahi ya taifa badala ya maslahi yake au kikundi fulani. Kiapo huapwa kwa kushika vitabu vitakatifu. Kuvunja kiapo sio tu kuwakosea binadamu, bali ni kumkosea Muumba. Kiapo ni pingu ya kimaadili. Kikivunjwa, mijadala kama hii huanza. Anajitengeneza polepole. Kifo sio mwisho. Atalipa kisasi ama atajutia? Atalipa kisasi vipi ikiwa alivunja kiapo chake? Pengine atajutia. Ingekuwa vyema kubaki mwanaharakati tu. Atawaombea mabaya ya wafike waliomuondoa. Itawezekanaje ikiwa nao walikipambania kiapo? Kiapo alichoapa akiwa kashika vitabu vya Mungu. Hapa awe makini. Mabaya yasimrudie yeye mwenyewe akatoweka mara ya pili. Hasara kubwa. Atakapojitengeneza upya atarejea akiwa mkamilifu.
pengine atajisahihisha mwenyewe, hapa nilikosea, nilitakiwa kupambania mabadiliko nikiwa humu. Ama huenda akarejea akiwa bado mbishi. Huenda seli itakayoishi ni ile ya ubishi. Huenda akalalamika, walinionea, hawakunipenda. Lakini uliapa tena polepole, tulikusikia, lakini wasiokupenda watawezaje kukupa ubunge? Katika zama hizi za ukosefu mkubwa wa ajira na umaskini, katika zama hizi ambazo ajira nyepesi kama ya ualimu haipatikani, katika zama hizi ajira nyepesi kama ya udaktari haipo, katika zama hizi ajira nyepesi kama ya uaskari haipatikani, watu wanaokupa ubunge hawezaje kuamini hawakupendi? Hawakupendi, lakini walikupa ubalozi, kazi nzuri ya heshima. Si kila mmoja hupewa kazi hii, kazi ambayo humpa mtu hadhi, akawa na cheo na jina hubadilika, akaitwa balozi fulani. Hawakupendi. Kwani upendo ni nini? Hisia ndicho kitu pekee ambacho husaidia kumtofautisha mwanadamu na viumbe vingine. Hisia ndicho kitu ambacho wanasayansi wameshindwa kukiweka katika robot. Hisia ikiweza kupatwa ikawekwa katika akili mnemba, pengine tunaweza tukapata mwanadamu aliyetengenezwa na mwanadamu, lakini kabla ya kuipata hisia bado hatutaweza. Mwanadamu ni kiumbe kilichojengwa kwa hisia. Hofu, hasira, uoga, matamanio, furaha, zote ni hisia. Mwanadamu ni kiumbe chenye kuweza kupenda, kuchukia, kukasirika, kubadilika ghafla kulingana na mazingira. Hisia usipoweza kuziongoza, hutakuwa na lolote. Hata kama ukiwa na uwezo mkubwa wa akili, IQ kubwa, lakini kama huna emotional quality ya kutosha, EQ, kama huna uwezo wa kuziongoza hisia zako, mwisho wako uko karibu. Tujifunze basi kuziongoza hisia zetu. Tujifunze kuzidhibiti hisia zetu. Tujifunze kuepuka mihemko. Tuzishinde hisia. Mwanadamu aliyeishi vyema ni yule ambaye amezishinda hisia zake. Tujifunze kuzidhibiti hisia zetu. Polepole anajitengeneza polepole.